tunazungumzia miaka 60 ya uhuru wetu, lakini pia tunazungumzia namna ambavyo tunajiandaa kupanda mlima Kilimanjaro, mlima mrefu kabisa katika bara la Afrika. Na mimi nimepata nafasi ya kuona mlima Kilimanjaro kwa macho, na ninaamini wananchi wa Kilimanjaro pia faida hiyo tunayo. Hata tukiamka tu tukiangalia tunauona mlima Kilimanjaro, lakini faida ambayo hatujaipata ni kuupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tunawashukuru wenzetu wa Zara Tours kwa kuamua kushirikiana na hifadhi ya mlima Kilimanjaro, yani KINAPA, kwanza kuutangaza zaidi huu utalii ambao duniani kote unasifika, lakini pia kuandaa maadhimisho ya upandaji wa kilele cha mlima Kilimanjaro katika kusherehekea miaka 60 ya uhuru wa nchi yetu. Mnalenga kuinua uchumi wenu, lakini pia ni kazi za kusaidia jamii. Kwa hiyo sisi kama serikali tunawaunga mkono, tuko pamoja na Zara Tours na KINAPA katika kampeni hii ya kupanda mlima. Mimi nafanya mazoezi kila siku na ni matumaini yangu kwamba nitapanda mlima na nitafika kilele cha mlima kule juu kabisa, Uhuru Peak, na nitaweka historia vile vile, kwa sababu mlima huu ndugu zangu sio masihara. Kutoka usawa wa bahari una urefu wa mita 5895. Kwa hiyo ukifika kule maana yake unakuwa umeweka rekodi, lakini huwa mimi naamini hakuna kinachoshindikana. Kama nimefika pale nimekuta rekodi ya mtu aliyekimbia masaa 16, masaa 6 akafika juu ya kilele cha mlima, ninaamini hata sisi tunaweza. Tunaweza, hatuwezi? Tunaweza. Nia kubwa ni kuwataka Watanzania tujitokeze tarehe 4 Disemba kuupanda mlima Kilimanjaro, na nimeelezwa tunapofika kule tutatembea kilomita kadhaa za mwanzo, halafu tunapumzika. Siku ya pili tunaendelea na safari. Yaani pia ni adventure. Hii sio adhabu. Huu ni utalii wa upandaji wa mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tunapofika kwenye kambi ya kwanza tutaweka kambi pale. Tunakaa siku 2 ili kujifamiliarize na hali ya hewa ya kule juu na miili yetu pia kuruhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Halafu tukitoka hapo tunaanza mdogo mdogo tunapanda mpaka tufike Uhuru Peak. Kwa hiyo na wale ambao tutafanikiwa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufika kule, basi tutakuwa tumeweka rekodi mzuri sana. Lengo ni kufanya wenzetu ambao hawako mkoa wa Kilimanjaro waweze kufahamu na kushirikiana nasi kupanda mlima kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 10, tarehe 9 wote tuwepo pale juu kwenye kilele cha uhuru, tukiombea nchi yetu mema na tukiimba ule wimbo wetu wa taifa. Kwa hiyo leo tumekuja hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa wilaya atazindua, lakini utaratibu wetu au programu yetu tulivyoipanga, tutatembea pia kwenda Arusha kuongea na watu wa Arusha, tutatembelea vyuo vyetu mbalimbali vya mkoa wa Kilimanjaro lakini pia na Arusha, lakini pia tutaenda kwenye zile redio ambazo bado tulikuwa tujafika. Lengo ni kuhakikisha kwamba taarifa inafika kwa Watanzania wote na mikoa yote waweze kushirikiana nasi hiyo tarehe 5 hadi 10 kupanda mlima Kilimanjaro. Lakini pia nihamasishe Watanzania kwa nafasi hii ambayo tunajua vyombo vya habari vipo hapa. Ni fursa nzuri sana kuijua hii tunu yetu ambayo Mungu ametujalia na haipo sehemu yoyote duniani. Hakuna sehemu utakuta mlima ambao umesimama peke yake wa volkaniki. Kwa hiyo badala ya kuona watu wanakuja mkoa wa Kilimanjaro wanapiga picha, lakini ni fursa sasa, badala ya kupiga picha, kupata kupanda. Kuna vitu vingi ambavyo vimejificha hatuvioni tunapokuwa barabarani, lakini tutakapopanda mlima tutaona vitu vingi na ni historia nzuri ambayo kimaisha mtu hawezi kuisahau. Kwa kuanzia tu tumekaribishwa chuo cha ushirika, wana conference yao pale, na tutatumia fursa hiyo
kufanya wasilisho. Lakini pia tumesema Arusha tutatembelea vyuo vyote, lakini pia tunaendelea kuwasiliana na shirika ili liweze kutusaidia tupate nafasi pia kuongea na waheshimiwa wabunge Dodoma watakapoanza bunge, ili tuweze kupata wadau wengi wa kupanda huo mlima. Natoa wito kwa Watanzania wote na waombeni, karibuni wote tuweze kujivunia mlima wetu, tupande mlima wa Kilimanjaro kuadhimisha miaka 60. Miaka 60 ni mingi sana jamani. Kwa hiyo nawaomba Watanzania muje tuweze kushirikiana wote pamoja. ZARA tu ziko hapa kuwasaidia na kuwashughulikia kuhakikisha watu wote wanaweza kupanda mlima wa Kilimanjaro. The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu, huku huduma bora zikitolewa na wahudumu waliobobea kwenye fani hii, kwa huduma kama vile malazi, chakula. Vilevile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 81 2626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Afrika sana. The Atriums. We are here to serve you.